Hujambo na habari za wakati huu mtazamaji wa TVE, ni kushukuru sana kwa kuendelea kufuatilia matangazo yetu. Karibu sana, mimi ni Scholastica Mazula kutoka chumba chetu cha habari. Nitakusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa. Katika habari za biashara na masuala ya uchumi, leo hii tunaye Godwin Mawanja, na katika uwanja wa michezo na burudani tunaye mwanamichezo wetu Mohamed Jamal. Ungana nasi hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Japan yaahidi kuendelea kuimarisha ushirikiano na serikali ya Tanzania, huku Waziri Mkuu Majaliwa akiagiza tathmini ya barabara za Kibiti hadi Lindi na Morogoro hadi Dodoma. Tanzania yaishawishi Japan kupitia JTI ijenge kiwanda cha kuongeza thamani ya zao la tumbaku mkoani Tabora. Na katika habari za kimataifa, watu kadhaa wauawa katika harakati za kutafuta chakula huko Gaza. Naam, mtazamaji karibu, na tuanze na taarifa hii kutoka huko Japan ambako waziri mkuu yuko huko, Kassim Majaliwa, na amekutana na waziri mkuu wa Japan Ishiba Shigeru, ambaye amemhakikishia kwamba nchi hiyo itaendelea kuimarisha ushirikiano na Tanzania, jambo ambalo linalenga kuchochea ukuaji wa uchumi, na hii inatokana na fursa zitakazoendelea kupatikana kupitia mahusiano hayo. Zaidi tunaungana na mwanahabari wetu Mrisho Mapeo. Majaliwa amekutana na kiongozi huyo Alhamisi Mei 29 katika ofisi ya waziri mkuu Tokyo, Japan, ambapo amesema ahadi hiyo inazidi kutoa fursa ya wawekezaji na wafanyabiashara wa Japan pamoja na shirika la kimataifa la maendeleo la Japan JICA kuendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Aidha, ametumia fursa hiyo kumweleza waziri mkuu huyo kuwa pamoja na miradi mingine inayotekelezwa nchini, Japan kupitia JICA iangalie uwezekano wa kushirikiana na serikali ya Tanzania kuzifanyia ukarabati mkubwa barabara za Morogoro, Dodoma na barabara ya Kibiti Lindi ambayo imeharibika kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini. Kwa sasa tumemjulisha kwamba tunalo tatizo la barabara zetu kutokana na mvua nyingi. Huko liko azimio la awali kabisa la kukarabati barabara kutoka Morogoro kwenda Dodoma, na serikali ya Japani ilichukua hilo. Kwa hiyo tumewakumbushia leo watekeleze mradi huo, lakini tumeingiza barabara mpya ya kutoka Kibiti kwenda Lindi ambayo imeharibika kwa kilomita zote, na Mheshimiwa Waziri Mkuu amekubali kuchukua barabara hiyo na amemwagiza Mheshimiwa Balozi aende akaikague, alafu watu wa JICA nao wakaikague, ili serikali ifanye maamuzi ya kutunga mkono serikali yetu katika kukarabati barabara zilizoharibika baada ya mvua kubwa kuharibu barabara hizo. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Japan Ishiba Shigeru amepongeza kuendelea kuimarika kwa ushirikiano kati ya Tanzania na Japan, na kwamba ameahidi kuhakikisha kampuni mbalimbali za Japan zinaendelea kufanya kazi na Tanzania ili kuisaidia katika kukua kiuchumi, kuendeleza masuala ya kijamii na teknolojia, kwani wanatambua idadi ya watu nchini inaendelea kuongezeka. Asante sana Mrisho Mapeo na taarifa hiyo. Mtazamaji, huko jijini Dodoma kijani imetawala, na mkutano mkuu maalum wa CCM Taifa umefunguliwa na mwenyekiti wa chama hicho ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, huku wajumbe kwa kauli moja wakipitisha ajenda ya marekebisho madogo ya katiba ya chama. Mwandishi wetu Josephine Kaponya ana taarifa zaidi. Mkutano huo maalum wa taifa umehudhuriwa leo jijini Dodoma, ambapo umehudhuriwa na wajumbe mbalimbali toka mikoa yote Tanzania bara na Zanzibar, takribani ya wajumbe 2000. Sambamba na hayo, mwenyekiti huyo amewahakikishia wajumbe wa mkutano mkuu maalum taifa kwamba ilani ya chama hicho imeandaliwa kwa weledi mkubwa na imeandaliwa kwa kuwashirikisha wananchi wenyewe, asasi za kiraia pamoja na wadau mbalimbali ili kukidhi mahitaji. Katika hatua nyingine, Dr. Samia amebainisha kuwa mkutano mkuu huo ni sehemu ya maandalizi ya chama hicho kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tumeona ni muhimu kabla iwasilisha ilani hii kwenu, tumeona ni muhimu tufanye tena mapitio ya utekelezaji wa ilani iliyopita kwa miaka 5, na ndiyo kazi tutakayoifanya leo na kesho. Tutawasilisha ilani hii tunayokwenda nayo ina vitu gani ndani, na tutaizindua rasmi. Matarajio yangu ni kuwa baada ya kupokea taarifa za serikali za utekelezaji wa ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020-2025,
pamoja na uzinduzi rasmi wa ilani ya uchaguzi mkuu hii mpya, wajumbe wote wa mkutano mkuu huu kwa pamoja tutabeba jukumu la kuifikisha na kuitangaza ilani kwa wananchi wakati utakapofika. Jukumu hili litakuwa sambamba na kuyatangaza kwa wananchi mafanikio yaliyofikiwa na CCM katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka tunayoimalizia. Mtazamaji, serikali kupitia Wizara ya Nishati imeanza rasmi zoezi la ulipaji wa fidia kwa wananchi waliopitisha mradi wa umeme wa gridi ya taifa msongo wa 220 kV kutoka Songea hadi Tunduru, mradi wenye urefu wa kilomita 264 ambao takriban shilingi bilioni 2.5 zinatarajiwa kutolewa kwa wananchi walioguswa na mradi huo. Taarifa zaidi tunaungana na mwanahabari wetu Innocent Horomo kutoka mkoani Ruvuma. Akizungumza wakati wa zoezi la ulipaji fidia kwa wananchi zaidi ya 200 wa mtaa wa Mlete uliopo halmashauri ya manispaa Songea, afisa tarafa Songea mjini Mashariki Dismas Komba amewataka wananchi hao waliopisha mradi na kulipwa fidia kuyapisha maeneo hayo yaliyochukuliwa na serikali ili kuruhusu serikali kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya umeme. Serikali yetu pendwa ya awamu ya 6 imesharidhia na imetoa fedha kwa ajili ya kulipa fidia kwa ajili ya mradi huu wa umeme wa msongo mkubwa ambao unaelekea Tunduru. Lakini pamoja na kuwalipa huko, nitoe rai, ukishalipwa sasa unapaswa kupisha yale maeneo yako kwa ajili ya ujenzi wa mradi huu. Kama una mahindi, sasa hivi mahindi yameshakauka, uondoe hayo mahindi. Kama una jengo ungetamani hizo bati unaenda kutumia sehemu nyingine, ni bora ukafanya nini? Mheshimiwa Rais amewalipa fidia hii kwa viwango vilivyo sahihi kwa mujibu wa sheria zetu. Ni imani yetu mtazitumia sahihi, mtazitumia katika matumizi yaliyo bora. Kwa upande wake, afisa uhusiano na huduma kwa wateja TANESCO mkoa wa Ruvuma Alan Njilo amewataka wananchi kutoa ushirikiano kwa mkandarasi anayetekeleza mradi huo na kuilinda miundombinu ya umeme ili ilete tija iliyokusudiwa na serikali. Hii miundombinu hii inatakiwa kulindwa. Kama ofisi ya kijiji na kama sisi wananchi, miundombinu ikishakuwa tayari pale, basi ni jukumu letu kuilinda hiyo miundombinu. Kwa hiyo ninasisitiza sana, hii miundombinu ni ya kwetu na tunatakiwa tuilinde. Sawa jamani? Kwa sababu tusipoilinda na sisi tutapata umeme wa uhakika. Kwa sababu ile limoja tu likianguka pale ni gharama kubwa sana. Au likiibiwa vitu pale ni gharama kubwa sana kulirudisha katika hali yake. Kwa hiyo ninasisitiza sana, ulinzi ni wa kwetu sote. Ofisi ya kijiji ile ni mali yao, kwa hiyo wanatakiwa wailinde kwa nguvu zote. Sawa jamani? Nao baadhi ya wananchi waliopokea fidia hiyo wameipongeza serikali kwa kutimiza ahadi ya kuwalipa. Pia wameeleza namna watakavyozitumia fedha hizo walizozipokea. Mimi napenda tu kumshukuru Mama Samia, ametuangalia wananchi wake, kwa sababu ingewezekana lingechukuliwa tu ile eneo bila kulipwa fidia yoyote, kwa sababu hii ni ardhi na huu ni mradi ni wa wananchi. Kwa hiyo mimi nashukuru tu ameangalia wananchi wake, ametulipa fidia zetu, amechukua eneo letu, lakini ametufikiria na sisi wananchi wa chini. Tunapenda tu kumshukuru kwa uongozi wake huko vizuri. Nina nafasi nyingine tena, tayari nishatafuta eneo lingine sehemu nyingine. Basi baadhi ya fedha hizi ambazo nanufaika nazo, nusu nitapeleka shule, nusu naenda kutafuta eneo lingine kulipa ile eneo ambalo nishalipata lenye ukubwa wa eka kama 5. Kwa hiyo naona ninanufaika kwa namna moja au nyingine. Mradi wa gridi ya taifa Songea Tunduru ni sehemu ya juhudi za serikali kupeleka umeme wa uhakika katika maeneo ya kusini mwa nchi, ikiwa ni lengo la kuimarisha uchumi na kuinua ustawi wa wananchi. Asante sana Innocent Oromo na taarifa hiyo. Mtazamaji, chama cha wananchi CUF kimeitaka serikali kupitia Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC kuvipatia vyama shiriki vya uchaguzi mkuu nakala ya orodha ya wapiga kura waliojiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura ili kujiridhisha na idadi ya kura wakati wa kupiga kura na kutangaza matokeo.
Tunaungana na Mrisho Mapeo kwa taarifa zaidi. Akizungumza leo jijini Dar es Salaam wakati akifungua mkutano wa Baraza Kuu la Uongozi la CUF Taifa, mwenyekiti wa chama hicho taifa Profesa Ibrahim Lipumba amesema mwaka 2015 walipatiwa orodha ya wapiga kura, lakini mwaka 2020 haukupatiwa, hivyo ni muhimu mwaka huu kupatiwa. Profesa Lipumba ameongeza kuwa wanahitaji kuona uchaguzi ukiwa huru na wa haki, hivyo amemtaka Rais Dr. Samia kuitisha kikao cha pamoja cha wadau wa uchaguzi ili kujadili namna ya kuboresha uchaguzi huo na kuepuka dosari zilizowahi kujitokeza miaka iliyopita, na kwamba vyombo vya kusimamia uchaguzi ikiwemo tume na jeshi la polisi wanapaswa kutenda haki kwa vyama vyote. Lakini pamoja na hayo, kuna mambo ambayo yanaweza yakaboreshwa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kwanza, daftari la kudumu la wapiga kura linapokuwa limeandaliwa, washiriki wote katika uchaguzi, hususan vyama vya siasa, viweze kupata nakala ya daftari la wapiga kura. Mwaka 2015 tulipata daftari hilo, lakini mwaka 2020 hatukupata daftari. Lakini pia pana kasoro ambazo zinavunja hata sheria za hivi sasa, kwamba kuna kuwa na kura feki wakati wa uchaguzi. Hatuhitaji uwepo wa kuwa na kura feki katika uchaguzi unaokuja. Aidha, Profesa Lipumba amezungumzia vitendo vya uvunjifu wa sheria kwa baadhi ya wanasiasa, ambapo amesema ni vyema kwa serikali kuchukua hatua stahiki dhidi ya vitendo hivyo, ikiwemo utekaji na watu kupotea, kwa kuwa ni kinyume na haki, kwani vinapoteza ile dhana ya kuwa Tanzania ni nchi ya amani. Sanjari na hayo, Profesa Lipumba akiwa kama mtaalamu wa uchumi amezungumzia swala la umasikini kwa wananchi, ikiwemo ukosefu wa ajira kwa vijana, hivyo ameitaka serikali kutumia vyema rasilimali zilizopo ili kukuza uchumi kwa wananchi. Kwa hiyo masuala haya ya watu kupotea ni lazima serikali yape uzito unaostahiki, na uchunguzi unapofanyika taarifa zitolewe. Kwa mfano hili swala la marehemu Ali Kibao, je, uchunguzi umefikia wapi? Kuna watu wote ambao wamekamatwa wanaohusika na swala hili? Kwa kawaida unahitaji watu wakipotea muendelea kufanya uchunguzi na kutoa taarifa. Mkutano huo wa Baraza Kuu la Uongozi la Chama cha Wananchi CUF ulikuwa ukijadili ilani ya uchaguzi ya chama hicho kwa mwaka 2025 na umekusudia kuja na ajenda za kuboresha uchumi na kuimarisha haki na utawala bora kwa taifa. Shukrani sana Mrisho Mapeo na taarifa hiyo. Katika jitihada za kuhakikisha watoto wanakuwa na afya njema, shirika la taifa la bima NIC limetoa kiasi cha shilingi milioni 5 katika kituo cha utafiti NIMRI kilichopo jijini Mwanza kwa ajili ya kusaidia watoto wenye utapiamlo mkali. Mwanahabari wetu huko Mwanza Emmanuel Meshak ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza mara baada ya bodi ya wakurugenzi kutembelea katika kituo hicho na kukabidhi hundi yenye thamani ya shilingi milioni 5, mkurugenzi wa masoko na mawasiliano katika shirika hilo Karim Meshak amesema wamekuwa na sera ya kurudisha kwa jamii, likiwemo swala la afya, mazingira pamoja na watu wanaoishi katika mazingira magumu, ambapo wameamua kusaidia kituo hicho ili kiendelee kufanikisha majukumu yake. Tumeguswa na tukaona kwamba ni lazima tulete kidogo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba eneo lao la utafiti na shughuli hii wanaoifanya inafikia malengo mahususi. Kwa hiyo tumekuja kwa ajili ya lengo hilo, kuhakikisha kwamba NIMRI hawapati changamoto yoyote katika eneo hili ambalo lina maslahi mapana kwa taifa, kwa sababu watoto wenye utapiamlo mkali maana yake ni taifa letu la kesho. Lakini pia wameenda mbali zaidi, wanaangalia pia maendeleo ya akili na ubongo. Kwa hiyo sisi kuleta hiki kidogo tulichokileta maana yake kinaenda kusaidia kujibu changamoto ambayo imejitokeza katika mazingira ambayo wao wanafanyia utafiti. Kwa upande wake, mkuu wa kituo hicho Dr. Safari Kinongi amelishukuru shirika hilo kwa kutoa msaada huo na kuahidi kuendelea kushirikiana katika masuala mbalimbali. Ningependa kwanza niwashukuru sana kwa kuja kwetu na umethibitisha kwamba mnaweza mkawa wadau wazuri
katika kufanikisha hizi tafiti, lakini kwa ujumla wake katika kulinda afya ya Watanzania. Kwa hiyo karibuni sana, nyingine mkipata nafasi. Katika hatua nyingine, bodi hiyo pia imetembelea katika ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Geita mkoani Geita, ambapo mkurugenzi wa manispaa hiyo Yefredi Myenzi ametoa wito kwa shirika hilo kuifikia jamii katika maeneo mbalimbali na kutoa elimu ili wananchi waweze kulitumia zaidi shirika hilo katika swala zima la bima. Tunahitaji hasa tuwekeze kwenye hilo eneo, lakini we have to beat up with technology. Kumbuka zamani ilikuwa ni rahisi kusikiliza redio. Teknolojia sasa inatutaka na sisi tujitransform, twende huko huko. Kile wanachokipenda na sisi tuelekeze elimu yetu huko huko. Hata kudhamini shughuli mbalimbali itokeza kudhamini, lakini pia hata kutafuta mabalozi. Watu wanatafuta mabalozi wa brandi zao. Hao kama watu wanataka wamuone sana msanii fulani, then wewe msanii sisi tumtumie naye awe ni ambassador wa bima na sisi. Kwa hiyo basically tutafute namna ya kupackage sasa upya bidhaa yetu hii ambayo kwa sasa ina competition kubwa tofauti na ilivyokuwa zamani. Shukrani sana Emmanuel Meshak na taarifa hiyo, mtazamaji, kutoka jijini Mwanza. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ndaki ya teknolojia na uhandisi kimesema kinaendelea kuwekeza katika kufanya tafiti za kisayansi kwa ajili ya kubuni mifumo itakayosaidia kutatua changamoto zilizopo katika jamii. Tunaungana na taarifa yake Goodluck Msola kutoka Dar es Salaam. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam kuelekea wiki ya utafiti na ubunifu itakayoanza tarehe 9 hadi 11 mwezi Juni mwaka huu, rasi wa ndaki ya teknolojia ya uhandisi Dr. Innocent Macha amesema katika kutambua hilo serikali imewezesha mashine yenye thamani ya zaidi ya $600,000 ili kuendeleza bunifu na tafiti zinazotumika kutatua changamoto kwenye jamii. Chuo Kikuu kimetuwezesha, tuna Technology Development and Transfer hapa Koeti TDTC, na kupitia mradi wa HITI chuo kimeweza kutupa mashine mpya zenye thamani ya $630,000. Haya ni mazingira mazuri sana kurealize bunifu yote ile ambayo mwanafunzi au mwalimu atakuwa nayo. Tunaamini kwa mazingira hayo pamoja na kushirikiana na wadau tutaweza kupata product ambazo zitauzika either by licensing au startups kwa wanafunzi, na kwa namna hiyo tutaongeza huo mfuko ambao upo tayari. Kwa upande wake Dr. Johnny Elvis kutoka idara ya utafiti wa majenzi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ndaki ya teknolojia na uhandisi amesema wiki ya utafiti na ubunifu ina umuhimu katika maendeleo ya taifa kutokana na wadau hao kutumia jukwaa hilo kuwasilisha mawazo yao ambayo yakitumika vyema atasaidia kutatua changamoto ikiwemo eneo la ujenzi wa miradi mbalimbali ya serikali pamoja na ile ya sekta binafsi. Na washauri wananchi pamoja na wanataaluma wote kwamba wanaweza kushiriki katika wiki ya utafiti ambayo inaanza tarehe 9 mpaka tarehe 11 hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Katika wiki hiyo kutakuwa na mambo mengi sana ambayo yanaweza kawa na faida kubwa hasa kwa wanataaluma namba moja, lakini vile vile kwa wananchi kwa ujumla ambao inaweza kawa taaluma zile zinaweza kana mchango mkubwa sana katika kuendeleza maendeleo ya jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kwenye tafiti, kwenye wiki ya utafiti ili kuja kuweza kuona nini kinafanyika katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam haswa katika maeneo ya kitafiti. Nao baadhi ya wahandisi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam waliopata nafasi ya kufanya tafiti ikiwemo utafiti wa dawa ya kuondoa madini ya fluoride kwenye maji wamesema endapo serikali itazitumia tafiti hizo zitasaidia kuondoa matatizo katika jamii. Mimi nadhani kwenye tasnia hii ya uhandisi wapo watu wana vitu vingi sana, especially kwenye huu upande, kwa sababu dunia tunapoendea sasa hivi tunakwenda kwenye dunia ambayo itakuja na vita ya maji. Nafikiri mmeanza kuona tukitaka kuchukua maji ziwa Victoria, Misri wanataka kutukatalia. Kwa hiyo the water becoming so precious resource
that need to be managed effectively. Sawa. Kwa hiyo kwenye researches, mimi kwa mfano UDSM wanafanya hii Research Innovation Week. Tunatamani sana kuona na vyuo vingine pia wanafanya vitu kama hivyo. Kwa sababu mwanafunzi anapotaka kumaliza chuo, ina maana ni lazima afanye research. Sawa? Au dissertation au thesis au project, inategemea na chuo. Lakini unakuta hizi dissertation au research zikishafanyika zinawekwa, hakuna mtu ambaye anakuja kuziendeleza. Tusaidia kufikia lengo ni kuwa na innovation na kusupport hizi innovations, lakini pia kuziendeleza hizi innovations. Lakini sasa namna gani tunaweza tukaweza kuequip wanafunzi wenzetu kuweza kupata information sahihi? Kuna watu wana ideas lakini hawajui waanzie wapi kuzibadilisha ideas zao kuja kuwa kitu. Na chuo chetu kimekuwa mfano mkubwa sana kwa hizi innovations. For example, tulikuwa na innovation ya ngazi ya chuo hapa, ngazi ya college, na sasa tunaelekea katika ngazi ya university. Lengo ni kukuza na kusupport vijana wenye ideas na kuamini katika ideas zao na kuzibadilisha kuja kuwa suluhisho katika jamii yetu. Asante Goodluck Msolla na taarifa hiyo kutoka jijini Dar es Salaam. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Singida imetoa elimu kwa wafanyakazi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Singida ikiwa na lengo la kuwajengea uelewa juu ya masuala hayo ya rushwa. Mwanahabari wetu Amini Nyaungo anayo taarifa zaidi. Afisa uchunguzi wa TAKUKURU mkoa wa Singida Onesimo Mdegera amesema kuwa mafunzo hayo yamelenga kuzingatia maadili na wajibu wa watumishi katika masuala ya rushwa. Leo tulikuwa tumeitwa hapa, tumealikwa na katibu tawala wa mkoa wa Singida kuja kutoa mafunzo kwa watumishi wa ofisi ya mkuu wa mkoa kuhusiana na masuala ya rushwa, kwa maana madhara ya rushwa na wajibu wa watumishi katika kuzuia kupambana na rushwa, lakini pia alituomba tuelezee masuala ya maadili kwa watumishi, na ndio jambo ambalo limefanyika kwa maana ya kuwaelekeza watumishi namna bora ya kuzuia vitendo vya rushwa, lakini pia na madhara ya rushwa kwenye maisha ya utumishi wa umma, lakini pia na swala zima la kuzingatia maadili kwa watumishi wa umma ili kukuza ufanisi na utendaji kazi kazi. Kwa siku ya leo mafunzo yalikuwa hayalengi kutaka kujua ni maeneo gani watumishi wanaongoza, lakini ilikuwa ni kujenga uelewa. Aidha, katibu tawala mkoa wa Singida ambaye ndio mgeni rasmi Dr. Fatuma Mganga alisema kuwa mtumishi wa ngazi ya chini anahesabika kwa matendo yake. Wakati mtumishi wa kawaida kabisa, hukutani na masuala yote ya maamuzi, unatakiwa tu utende kazi. Kutokutenda kazi kwako pia haya ni matendo ya rushwa. Unaihujumu serikali. Unaidhulumu serikali. Na mwisho wa siku serikali haivuni matarajio iliyokuwa inahitaji. Serikali inapata hasara. Imeajiri mtaalamu, lakini mtaalamu hatoi matokeo. Kwa upande wa wanufaika wa mafunzo hayo, wameahidi kuyafanyia kazi. Kwa kweli mafunzo ya leo yanayohusiana na rushwa mahala pa kazi, tumejifunza vitu vingi, na kwa hakika kutokea hapa basi kwa wale watumishi ambao hakika walikuwa wana maadili ya kusuasua, kwa kweli watakuwa wameenda vizuri na kubadilika. Mafunzo ya siku ya leo nimepokea vizuri kwa sababu yananijenga vizuri katika kazi yangu kama mtumishi wa umma. Yananikumbusha kuwajibika na kufanya kazi kwa weledi na kujituma zaidi, ambayo itaniondoa katika vishawishi mbalimbali vitakavyonifanya mimi kutoa ama kupokea rushwa. Asante sana Amini Nyaungo na taarifa hiyo kutoka mkoani Singida. Serikali kupitia ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI imesema itaendelea kuwekeza katika kujenga miundombinu salama kwa ajili ya wanafunzi, ikiwemo kuweka vivuko kwa shule zilizo maeneo ya barabara ili kupunguza vifo na majeruhi kwa kundi la wanafunzi. Goodluck Msolla anaeleza zaidi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi wa shule salama unaotekelezwa na shirika la Amendi, naibu katibu mkuu ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI anayeshughulikia miundombinu, Mhandisi Rogatus Mativila amewataka wadau nchini kuunga mkono hatua hiyo ili kuokoa kundi kubwa la wanafunzi ambao wamekuwa wakipata majeruhi na vifo kutokana na ajali zinazotokea pindi wakienda na kurudi shuleni. Punguza kasi ya vyombo vya moto, kujenga njia za watembea kwa miguu, vivuko vya pundamilia na alama mbalimbali, tunaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa hatari ya ajali za barabarani na kuokoa maisha. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, katika jukumu langu nimejitolea kukuza wazo kwamba watoto ndio rasilimali yetu ya thamani zaidi, na kwa kweli inasikitisha sana kusikia watoto wakijeruhiwa au kuuawa katika ajali za barabarani.
lazima tufanye kila tuwezalo kuzuia majanga kama haya. Tukio hili la leo linatoa fursa nzuri ya kuangazia umuhimu wa kuzuia ajali za barabarani kupitia miundombinu salama kama hii ambayo wenzetu wa Amendi kwa kushirikiana na FIA Foundation wameweza kuiweka hapa katika shule hii maalum ya Sinza. Kwa upande wake, mkurugenzi mkazi wa shirika la Amendi nchini Tanzania Simon Kalolo pamoja na mstahiki meya wa Kinondoni Songolo Mnyonge wamesema kumekuwa na ongezeko kubwa la vifo vitokanavyo na ajali za barabarani hasa katika maeneo mengi barani Afrika ikiwemo nchini Tanzania kutokana na sababu mbalimbali. Ajali za barabarani husababisha vifo karibu milioni 1.3. Vifo hivi vinasababishwa na ajali ambazo zinaweza kuzuilika, na ndugu mgeni rasmi, tuna wastani wa majeruhi zaidi ya milioni 50 kila mwaka ambao wanatokana na ajali za barabarani, na hivyo kufanya ajali za barabarani kuwa chanzo namba 1, ndugu mgeni rasmi, cha vifo vya vijana katika kundi la miaka 5 mpaka miaka 29. Chanzo namba 1 cha vifo kwa kundi hili ni ajali za barabarani, ndugu mgeni rasmi. Tunafahamu kwamba takwimu hizi tuna jukumu ya kuzisimamia na kuhakikisha kwamba hatupotezi mwananchi, mtoto, Mtanzania na mtu mwingine yoyote kutokana na ajali za barabarani, ndugu mgeni rasmi. Na ndio hicho ambacho tunatufanya sisi kama Amendi kuendelea na jitihada hizi za kuongeza na kupunguza ajali za barabarani kwa kuongeza miradi na jitihada mbalimbali kushirikiana na serikali. Kwa hiyo mimi kipekee nawashukuru sana na nawapongeza Amendi pamoja na partners wao kwa kuikumbuka shule yetu ya Sinza kama moja ya shule maalum ambayo ina vijana ili waingie shuleni ni lazima wavuke barabara, na madereva wamekuwa wagumu kufuata sheria za usalama barabarani na alama zinazotaka wasimame ili wananchi ama wanafunzi waweze kuvuka. Kwa hiyo niwaombe Amendi, kama ambavyo tumezungumza pale ndani, wasiishie Sinza maalum, waende zaidi. Tunazo shule nyingi hapa Dar es Salaam, lakini hata nje ya Dar es Salaam ambazo ziko pembeni ya barabara kuu, ambazo barabara hizo zinapitisha magari mengi na wanafunzi wanahitaji usaidizi wa kuvuka. Inawezekana TARURA, TANROADS wakawa na budget finyu ya kuweka alama, na pengine alama nyingine tunazoziweka baada ya muda fulani alama zile zinafifia, zinatakiwa zirudishiwe. Sisi kama halmashauri tutaendelea kushirikiana na TARURA. Tumetenga almost bilioni 6 kila mwaka kusapoti TARURA, lakini bilioni 6 kwa ukubwa wa manispaa yetu bado tunasema ni ndogo, lakini tutaendelea kufanya hiyo support. Lakini wanapotokea na wengine kama Amendi, FIA Foundation na wengine kuja kusapoti, sisi kwa kweli tunafarijika sana sana. Katika uzinduzi huo uliofanyika katika shule ya msingi ya Sinza maalum iliyopo jijini Dar es Salaam, mwakilishi wa jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani ACP Matibu Mbunja, afisa elimu maalum mkoa wa Dar es Salaam, pamoja na mwakilishi wa TARURA Godfrey Kanyenye, ambao nao wamesema mkoa huo unakabiliwa na uhitaji mkubwa wa vivuko salama hasa kutokana na shule nyingi kuzungukwa na barabara, hali inayotishia usalama wa wanafunzi wakati wa kutoka ama kuingia shuleni. Katika kipindi tunachoelekea kwenye sikukuu, mara nyingi sana abiria wamekuwa wakisafiri kutoka eneo moja kwenda eneo nyingine. Basi wao kama sehemu ya jamii wawe bega kwa bega na jeshi la polisi kuhakikisha kwamba hata safari zao zinakuwa salama. Wahakikishe kwamba wanaangalia mienendo ya madereva wanaowapeleka, hawaendi mwendo wa kasi, wanaenda mwendo wa kawaida. Hawatumii vilevi barabarani, hawatumii mwendo wa simu. Waweze kuwaripoti sisi kama jeshi la polisi tuweze kuchukua hatua stahiki ili kupunguza hizo ajali za barabarani ambayo madhara yake tunajua kwamba ni vifo na majeruhi, wakati mwingine ulemavu wa kudumu. Lakini nitoe wito kwa madereva wa vyombo vya moto wanapokuwa barabarani, wasitumie simu, wasitumie vilevi, lakini pia wasitumie na vitu vingine ambavyo vinaweza vikahatarisha usalama au namna nyingine inaondoa umakini barabarani. Naamini kwamba tukiwalinda watoto wetu kwenye maeneo ya shule, yawezekana tukaokoa maisha ya wengi, na hapo baadaye tukapata viongozi wakubwa kabisa wa nchi ambao watatusaidia kuendeleza taifa letu.
Sisi kama TARURA tutaendelea kuboresha maeneo yote ambayo yanaonekana yanahitaji kuboreshwa, na hivi ninavyosema tumeanza tayari kwenye miradi ya DMDP na kuna mradi wa TACTIC pia ambao unaendelea. Tunajenga maeneo yote ya shule ambayo hayana fence lakini face barabara yote tunayajengea fence ili kuwalinda watoto wetu na kuruhusu sehemu ya kuvukia iwe moja na badala ya kuwa watoto wanavuka randomly. Ni taarifa ya mwanahabari wetu Goodluck Msola. Na hivi sasa mtazamaji, tuelekee huko jijini Mbeya ambako halmashauri ya wilaya ya Mbeya imetakiwa kutoa takriban milioni 200 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa zahanati ya Iunga Mapinduzi ili ianze kutumika kwa wananchi wa maeneo hayo. Taarifa zaidi na Daniel Simelta kutoka Mbeya. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Daktari Juma Zuberi Omela amesema hayo wakati wa ziara yake ya kukagua na kuweka mawe ya msingi katika miradi mbalimbali, ambapo amemtaka mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Mbeya kutoa fedha kwa ajili ya kumalizia zahanati hiyo ili ianze kutumika. Hapa kuna zahanati. Hichi ni kituo cha afya, mimi nimekuja. Lakini lengo letu kitoke kuwa kituo cha afya, kitoke kuwa zahanati kwenda kuwa kituo cha afya. Uongo kweli? Sasa ndugu zangu, nawaelekeza halmashauri ya wilaya hii ya Mbeya vijijini kuhakikisha kwamba mwezi wa 7 tarehe 10 walete milioni 200 hapa kujenga Iunga Mapinduzi oye! Iunga Mapinduzi oye! Sasa kwa kuanzia wanatakiwa walete milioni 20 hapa wiki ijayo. Kwa upande wake diwani wa kata ya Iunga Mapinduzi Andrea Mwangoi amezungumzia juu ya mradi huo, huku Msomali Sala akawa na haya kusema. Hapa tulipo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, serikali tumepokea milioni 27, ndio maana naona hata jengo hili linang'aa vizuri kupitia fedha kutoka serikalini milioni 27 na pointi. Lakini jengo hili unavyoliona, nguvu ya wananchi imetumika sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, mradi huu utakapokamilika utakuwa na manufaa yafuatayo. Utasogeza huduma za afya bora zaidi kwa wananchi, hasa ukizingatia wananchi wanaofuata huduma hizi katika vituo vya Ilembo, Santilia na Ifisi. Katika kituo cha afya Iunga Mapinduzi kutapunguza wimbi kubwa la wajawazito kujifungulia majumbani na wakunga wa jadi, mazingira ambayo hupelekea vifo vya watoto wachanga na kina mama. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi waliofika katika mkutano huo wameiomba serikali kuwafungulia zahanati hiyo ili ianze kutumika. Asante sana Daniel Simelta na taarifa hiyo kutoka jijini Mbeya. Mtazamaji, mbunge wa jimbo la Lupembe mkoani Njombe Edwin Enos Swale amewatoa hofu wananchi wa jimbo hilo kuhusu ujenzi wa barabara ya lami yenye urefu wa kilomita 42 kutoka Kibena mpaka Kidengembye kwa awamu ya kwanza, ambapo amesema kwamba serikali imeshafanya kila hatua ili kuhakikisha barabara hiyo inaanza ujenzi ili kupunguza changamoto zinazowakabili wananchi wa jimbo hilo. Taarifa zaidi na Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe. Akizungumza na wananchi wa kijiji cha Nyombo kata Ikuna, mbunge Swale amewataka wananchi kuiamini serikali kwani ina nia ya dhati kuhakikisha barabara hii inajengwa kwa kiwango cha lami ili wananchi waweze kutumia barabara hiyo kwa shughuli nyinginezo za kiuchumi. Nataka niwaambie wananyombo, rais wetu anavyotupenda, pamoja na kwamba nchi nzima kuna mahitaji makubwa ya barabara, lakini sisi jimbo la Lupembe rais ametukumbuka, ameamua kuanza kipande cha kilomita 42 kwa kutangaza tenda. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Na niliwasemea sana watu wa Nyombo, kama mnafuatilia vyombo vya habari, niliambia bunge na serikali kwamba watu wa Nyombo kwa mfano wengi mlikuwa pia mna maeneo yamewekwa X hapa, si ndio? Kwa muda mrefu muendelezi kwa sababu mnasubiri barabara. Nikaiambia serikali na nikamtaka waziri afike mpaka Lupembe aseme barabara itaanza kujengwa lini. Barabara hii imetangazwa na mimi nilikuja na wakandarasi mpaka huku, na nimepata habari kwamba hata uthamini wa maeneo kwa ajili ya fidia umeshaanza kufanyika. Uongo kweli jamani? Kwa kuwa barabara hii imekuwa ikitangazwa kwa miaka mingi, na hapa mbunge Swale anawahakikishia wananchi juu ya dhamira ya serikali kuijenga barabara hiyo kwa kiwango cha lami. Tena ya ujenzi wa hii barabara haijawahi kutangazwa tangu Lupembe imeumbwa.
ndio imetangazwa kwa mara ya kwanza mwaka huu. Naomba tuipe nafasi serikali, tuiamini serikali, kwa sababu ukishatangaza tenda huwezi kufuta, lazima kazi itafanyika. Mwakilishi wa meneja wa TANROADS mkoa wa Njombe Charles Masuka amethibitisha kuhusu ujenzi wa barabara hiyo. Naomba tu nithibitishe kuwa tenda kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii kuanzia Kibena mpaka Kidegembe kilomita 42 ilitangazwa tarehe 12 mwezi wa pili mwaka huu, na kwa ujumla zabuni ziko katika utathmini kwa ajili ya kumpata mkandarasi ambaye atakuja kwa ajili ya kuanza ujenzi wa barabara hii kipande cha kuanzia Kibena mpaka Kidegembe kilomita 42. Kwa hiyo naomba tu kuhakikishia kwamba Mheshimiwa Mbunge amefanya kazi yake kubwa sana na kupelekea mradi huu ambao unaweza kuanza mwaka huu. Wananchi wa jimbo la Lupembe mkoani Njombe wamekiri kuridhishwa na utendaji kazi wa mbunge huyo. Kwa kweli tulipompokea Swale akiwa anaendelea kwenye kazi ya ubunge, sisi tumeona mabadiliko yapo mengi makubwa. Tumeona mabadiliko yapo kwenye jengo la kukaa mganga hapo limeenda vizuri kwa wakati. Tumeona jengo la kituo cha afya limeendelea kwa wakati. Miundombinu, barabara zilikuwa hazipitiki. Alivyoingia Swale ametutengenezea, tunatembea vizuri, hata magari hayatitii. Utendaji wake ni mzuri, kwa maana ya miradi mbalimbali tuliyokuwa nayo Itipingi tayari imeshaibuka, walau inatupa matumaini. Kutoka Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim Mlele na taarifa hiyo kutoka mkoani Njombe. Mtazamaji, na hii ni TVE, unaangalia TVE Habari. Mimi ni Scholastica Mazula. Baada ya mapumziko mafupi tutarejea kuziangalia habari za biashara na masuala ya uchumi. Nikusihi uendelee kuwa nasi na usiondoke. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Tanzania yaishawishi Japan kupitia JTI ijenge kiwanda cha kuongeza thamani ya zao la tumbaku mkoani Tabora.